Leo twende pamoja kwenye safari ya Misri ya kale, ardhi ya mafarao, piramidi na hekima iliyojificha nyuma ya pazia la utamaduni wa kimagharibi. Umeshawahi kusikia mtu anasema kwa msisitizo, unajua kwa nini mwili wa Firauni haujaoza? Mungu alimlaani, hata ardhi ikamkataa. Unasikia watu wakipiga miayo ya mshangao, wengine wakisema, hii ni laana kubwa sana. Lakini ukiuliza ni ardhi ipi iliyomkataa, wengi watakunyoshea vidole kwenye historia ambayo wao pia waliikuta ikiwa tayari imechorwa na watu wa zamani. Hawakuwahi kuuliza, hawakuwahi kufuatilia, waliamini tu bila kuuliza. Na hapo ndipo tunapokosea. Kwa sisi wa Afrika, kuzika ni kuingia ardhini. Tunaamini mtu aliyefariki ni lazima apate shimo lake azikwe chini. Lakini kwa wale wakale, hususan wa Misri wa zamani, haikuwa hivyo. Mafarao hawakuzikwa ardhini, hawakuchimbiwa mashimo kama ilivyo kawaida yetu. Walikuwa wakiingizwa ndani ya vyumba vikubwa vya mawe, mahandaki ya kifalme yaliyojengwa ndani ya piramidi au milima kama vile Valley of the Kings. Pale ndani waliwekewa jeneza la mawe, sarcophagus, lenye maandishi na alama zao. Kisha wakafunikwa, na hilo lilikuwa ndilo kaburi lao. Je, Yesu Kristo alizikwa ardhini? Hapana, alizikwa kwenye pango lililochongwa kwenye mwamba na jiwe kubwa likawekwa mlangoni. Hii ni ishara kuwa utamaduni wa kuzika ardhini haukuwa maarufu katika tamaduni nyingi za kale. Miili ya mafarao haijaoza hadi leo. Hili ni kweli. Lakini kwa nini? Je, ni laana? Au kuna sayansi ya kale iliyopotezwa kwa makusudi? Miili hiyo ilitengenezwa kwa njia maalum inayojulikana kama mummification. Walitoa viungo vyote vya ndani vya mwili, kisha wakaweka chumvi maalum, natron, na wakati mwingine asali, kisha wakakausha mwili kwa siku nyingi. Hii ilisaidia kuzuia kuoza. Ukweli huu ulijulikana na mababu zetu. Wa Misri wa kale walikuwa na sayansi yao. Tofauti na tunavyoaminishwa leo, hawakuwa watu wa giza au uchawi. Walikuwa na elimu ya mimea, tiba na hata nyota, elimu ambayo leo hii bado haijafikiwa kabisa. Leo hii ukienda makumbusho ya Cairo au hata Louvre, Ufaransa, utakuta mamia ya miili ya mafarao. Wamefungwa vitambaa vya katani, wamehifadhiwa kwenye maglasi ya daraja ya juu. Lakini kuna tatizo moja kubwa sana. Hatujui huyu ni nani. Kwa sababu walifariki maelfu ya miaka iliyopita, na kwa kuwa hawakuwekwa picha zao kama leo, watafiti wameishia kusema labda huyu ni Tutankhamun, au huyu Akhenaten, au huyu Cleopatra. Ni bahati nasibu. Hiyo miili tunayoiangalia kwa macho yetu haijawekwa chini ya ardhi kwa miaka yote hii. Imehifadhiwa vizuri. Je, hiyo ni laana au ni uhandisi wa kiakili na sayansi uliofanywa na mababu waliotuzidi maarifa? Katika hali ya kusikitisha, kizazi chetu kimeaminishwa kuwa kabla ya ujio wa wageni tulikuwa watu wa giza. Tumefundishwa kuwa hatukuwa na elimu wala maarifa, lakini ukweli ni kwamba tulikuwa na vitu vingi vimefichwa, vimeharibiwa na kuvuliwa maana zake halisi. Hadi leo bado tunafikiri ni sahihi kuamini kuwa mtu akiwa hakuzikwa ardhini basi ni laana. Wakati huo huo, mamia ya miili iko juu ya ardhi haijaoza, na tunapigwa picha tukiwa tunaitazama kwa heshima. Kama unataka kuelewa historia yako, utamaduni wako na nguvu iliyojificha ndani ya kizazi chako, usiogope kutafuta. Simu yako ni daraja la maarifa. Tembea nayo, chunguza, soma, tafakari. Lakini pia usikatae dini yako. Dini ni mwanga, lakini usiache ikufanye kuwa kipofu. Fanya utafiti bila kuiacha imani. Utakapofanya hivyo, utaanza kugundua kuwa uliambiwa uongo mwingi shuleni, vitabu vya historia vilipikwa, hata baadhi ya maandiko ya kidini yaliminywa na wakoloni ili tusisome zaidi ya walichotaka tuamini. Na elimu tuliyokuwa nayo ililenga kutufanya kuwa vichwa vya kazi, si vichwa vya kutafakari. Hadithi ya Firauni alilaaniwa na ardhi kamkataa ni mfano wa simulizi nyingi ambazo zimekuwa zikitufunga kwa kamba za uoga na ujinga. Lakini sasa ni wakati wa kuamka. Kumbuka,
Waliotutangulia walikuwa na akili nyingi sana. Sisi tumeachwa na vumbi, lakini bado tuna nafasi ya kulifagilia na kuona njia. Karibu kwenye utafiti wa dunia. Dunia ya kweli, dunia ya kuuliza kwa nini baada ya kusema ndiyo ilivyo.